sita kabla ya Pasaka, watoto wa Kiyahudi walimlaki Bwana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, leo ni Dominika ya Matawi. Tunasherehekea Dominika ya Matawi, sikukuu inayofungua mlango wa Juma Takatifu au Juma Kuu. Ni siku ya ajabu sana kwa sababu tunaona umati mkubwa wa watu wakimshangilia Yesu kwa matawi ya mitende, wakisema Hosana mwana wa Daudi. Hosana, Hosana, mwana wa Daudi. Hosana, Hosana, Hosana juu mbinguni. Lakini siku chache baadaye umati huo unapaza sauti, msulubishe, msulubishe. Naomba katika hili tutafakari mambo matano. Jambo la kwanza ni upendo wa Mungu. Jambo la pili, dhambi ya mwanadamu. Jambo la tatu, wokovu kupitia Yesu Kristo. Jambo la nne, wito wa kutubu. Jambo la tano, maisha mapya katika jumuiya ya waamini. Jambo la kwanza, Mungu anatupenda bila masharti. Ndugu zangu wapendwa, Yesu anaingia kwa upole Yerusalemu, sio kwa maonyesho. Yesu anaingia Yerusalemu si kwa mbwembwe kama mfalme wa dunia, bali kwa unyenyekevu mkubwa. Hana gwaride la magari, hana wapiga tarumbeta. Amepanda punda, mnyama wa kawaida kabisa, wala si wa kifahari. Ni kama kiongozi mkuu wa nchi kuingia mjini kwa baskeli ya mkopo, akiwa amevaa shati lililofifia rangi. Huu, ndugu zangu wapendwa, ni ujumbe wa upendo wa Mungu kuwa nasi katika hali yetu ya kawaida hata tusipostahili. Ndugu zangu wapendwa, Yesu hajaja kwa ajili ya matajiri au wakamilifu, bali kwa ajili ya wote, wanyonge, wenye dhambi, waliovunjika moyo na kadhalika. Yesu alikuja si kwa sababu sisi ni wazuri, bali kwa sababu yeye ni mzuri kupita maelezo. Mungu anatupenda si kwa sababu tumetenda mema, bali kwa sababu yeye ni Baba mwenye huruma. Wazo la pili ambalo napenda tutafakari pamoja siku ya leo ni kwamba dhambi imetutenganisha na Mungu. Tunamshangilia Yesu kwa midomo, lakini mioyo yetu imemwacha. Ndugu zangu, watu wa Yerusalemu walimkaribisha Yesu kwa maneno matamu, lakini hawakumpa nafasi mioyoni mwao. Walikuwa na matawi mikononi, lakini dhambi zimewajaa mioyoni. Hivi leo sisi hatufanani na watu hao. Leo tunavaa vizuri Jumapili, tunabeba Biblia, wengine tunaimba kwa sauti kubwa, lakini tuna chuki na masengenyo mioyoni. Tunatabasamu midomoni, lakini tunawaza maovu moyoni. Tunaweza kuwa mbele ya altare, lakini tumejaa ukatili ndani yetu. Hii ndiyo dhambi, ndugu zangu, kutamka jina la Yesu kwa midomo, lakini kumkana kwa matendo. Ni kama mtu anemwaga mafuta ya saladi kwenye wali mweupe, halafu anatilia pilipili kwa siri ndani. Mdomoni wali ni mtamu, lakini tumboni tumbo linauma. Wazo la tatu ambalo napenda tulitafakari pamoja katika Dominika hii ya Matawi ni kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu. Msalaba wake ni njia yetu ya wokovu. Yesu hakusulubiwa kwa sababu alishindwa au kwa sababu ni dhaifu, bali kwa sababu alishinda kwa njia ya upendo. Msalaba huo ulitufaa sisi kuubeba, wala sio yeye kwa kweli. Alijitoa kwa hiari ili afe kwa ajili yetu. Kama binadamu tulioanguka, tulihitaji mtu ambaye hana dhambi atukomboe kwa njia ya mateso yake. Yesu ndiye binadamu pekee aliye mtakatifu na ametukomboa kwa njia ya msalaba. Alinyenyekea hadi kifo cha msalaba, kama alivyowahi kusema mhubiri mmoja kwamba Yesu alinyamazishwa kama kondoo ili sisi tupate nafasi ya kusema kwa sauti, Baba yetu uliye mbinguni. Msalaba wake, ndugu zangu, ni kama daraja linaunganisha dunia na mbingu. Yeye alijitundika msalabani ili sisi tuweze kunyanyuka kutoka shimoni mwa madhambi yetu. Ndugu zangu wapendwa, hebu fikiria namna hii. Yesu alipanda msalabani kwa hiari, wakati sisi
Hatutaki hata kuvumilia maneno machache ya kukosolewa. Tunaweza kusema nini mbele ya upendo kama huu wa Yesu? Hakika ndugu zangu, tumependwa mno, na tuone thamani hiyo ya upendo wa Yesu kwetu. Wazo la 4 ni kwamba Mungu anatuita tutubu, tuwe kama wale watoto wanaojifunza kutambaa. Yesu anapotuonyesha upendo wake msalabani, anatuita sasa tuachane na dhambi. Toba ndugu zangu, si kulialia tu, Baba nimekosa, ni kubadilika. Kama vile mtoto anapojifunza kutembea huanguka lakini husimama tena, ndivyo toba ilivyo. Kuanguka lakini kusimama tena na kuendelea mbele. Watu wengine wanaona toba ni aibu, lakini ni fahari mbele ya Mungu. Kuomba msamaha wa kweli kunafungua mlango wa neema. Unapokiri dhambi, unampatia Mungu nafasi ya kufanya kazi moyoni mwako. Wapo wengine wanaojisemea, mimi siwezi kutubu kila mara. Ni kama kurudia sinema ile ile, au kurudia kuangalia tamthili ya mara kwa mara ile ile. Lakini ndugu zangu, kumbuka rehema ya Mungu sio tamthilia wala sio sinema. Ni tiba ya roho. Kila safari ya toba inaleta uponyaji mpya. Na wazo la mwisho ambalo napenda tutafakari katika Dominika hii ya 5 Dominika hii ya matawi ni kwamba tuishi kama jumuiya ya wanafunzi wa Yesu. Tusimshangilie Yesu kwa muda mfupi, bali tumfuate kwa maisha yetu yote. Yesu hakuingia Yerusalemu kwa ajili ya siku moja tu. Alikuja kuanzisha safari ndefu ya maisha mapya. Sisi pia ndugu zangu, tunaitwa si kuwa mashabiki wake wa siku moja, bali kuwa wanafunzi wake wa kudumu. Si mashabiki wa Jumapili tu, bali wafuasi wa Yesu kila siku. Ndugu zangu, kanisa ni mahali pa familia, mahali pa kusaishana, kusaidiana na kuombeana. Tunapokuwa jumuiya ya kweli ya Wakristo, tunamkaribisha Yesu sio tu katika mitaa yetu na jumuiya zetu, bali ndani ya familia zetu, kazini, mashambani, katika kila jambo. Ndugu zangu, kanisani tunaweza kuvaa suti nzuri, lakini kama mioyo yetu haijaandaliwa vizuri, mioyo inabaki kuwa ni magunia kama ya viazi. Tunachosha mbele ya Mungu. Ndugu zangu, tuvae mavazi ya ndani, si nguo za vitambaa. Mavazi ya ndani, yaani tabia safi za kiinjili. Mwisho ndugu zangu, niwaulize swali kila mmoja wetu siku hii ya leo. Tujiulize swali hili. Je, Yesu ataingia Yerusalemu ya moyo wako? Je, Yesu anaingia Yerusalemu ya moyo wangu? Leo Yesu anaingia mjini kwa upole. Anaangalia kila mtu, yaani maskini na tajiri, mzee na kijana, mchungaji na kondoo wake. Lakini swali ni hili: je, ataingia ndani ya moyo wako? Je, atakuta tawi tu juu, lakini chuki imejaa mioyoni mwetu? Atakuta nyimbo midomoni mwetu za kumsifu, lakini moyoni kuna ugumu wa kutupa? Leo ndugu zangu, ni siku ya kumfungulia Yesu mlango. Naomba kila mmoja amwambie Yesu, karibu Yesu, sio tu Yerusalemu ya mji, bali Yerusalemu ya moyo wangu. Tumsifu Yesu Kristo. Siku sita kabla ya Pasaka, watoto wa Kiyahudi